Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, na hii itakuwa ni sehemu ya tatu na ya mwisho na ndefu zaidi kwa siku ya leo, tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kumbuka sehemu ya pili kwa siku ya leo tulishia pale ambapo shahidi alikuwa ameomba mahakama iweze kuingilia kati kwa sababu baadhi ya maswali ambayo Lissu anamuuliza shahidi ni kama yanamdhalilisha, lakini pia sio tu kumdhalilisha, akiomba mahakama iweze kumwekea kinga, taarifa zake binafsi ziweze kulindwa. Mpaka mawakili wa serikali pia wakasimama, lakini walichokuja kukiambulia ni zero kabisa pale majaji walipoona hakuna hoja ya msingi ambayo wanayo kuzuia Lissu kuendelea kuhoji maswali hayo kwa shahidi. Sasa Lissu baada ya kumuuliza shahidi baadhi ya maswali, tukaenda mapumziko na tumerejea. Kumbuka kwamba kesho ni tarehe 14, kwa hiyo mahakama haitakuwepo. Kumbuka kwamba tarehe 14 ya mwezi wa 10 ya kila mwaka tunaadhimisha tunaita ni Nyerere Day. Kwa hiyo kesho mahakama haitakuwepo. Moja kwa moja tuingie kwenye update mahakamani. Tumerejea hapa mahakamani, mawakili wa serikali wamejitambulisha, lakini shahidi haonekani hapa mahakamani. Watu wanacheka, shahidi hajulikani ni wapi alipo. Mahakama imesimama kwa muda, shahidi bado hayupo. Sijui huyu mwamba amechimba. Ni vituko sana, watu wanacheka sana hapa. Tumekaa kama dakika 10 hivi, shahidi hapatikani. Mahakama imesimama, wameenda kumtafuta shahidi. Wameenda kumtafuta huko nje, na baada ya kama dakika 15 sasa ameingia. Muda huu saa 9 kamili wamekuja naye. Sasa tunaanza. Mheshimiwa Lissu anamwambia shahidi, waeleze majaji kwamba hii video iliyosababisha yote haya ilirekodiwa kwenye mkutano wa tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 makao makuu ya Chadema. Shahidi Kaya anasema sehemu hiyo ilirekodiwa, sina ushahidi nayo. Yaani sehemu ambako video ilirekodiwa, yeye shahidi hana ushahidi nayo. Mheshimiwa Lissu, je, huo mkutano wa tarehe 3 ya mwezi wa 4 ulikuwa live kwenye Jambo TV, YouTube na channel zingine? Shahidi Kaya anasema sikupeleleza kuhusu hiyo mitandao mingine. Mheshimiwa Lissu, umeieleza mahakama hii tarehe 9 ya mwezi wa 10 na leo pia umesema kuwa mnafanya doria mtandaoni masaa 24. Sasa waeleze majaji, nani alikuwa doria siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025? Shahidi Kaya anasema kuwa zamu unaweza kuwa una concentrate kwenye mtandao wowote, sio lazima YouTube. Kwa hiyo tarehe 3 ya mwezi wa 4 hakutoa taarifa. Mheshimiwa Lissu, huyo aliyetakiwa kuona na hakuona ni nani? Kaya anasema hadi nipitie taarifa ya aliyekuwa zamu siku ile ni nani. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo humjui? Kaya anajibu na kusema kwamba sina kumbukumbu. Mheshimiwa Lissu, sasa turudi tena kwenye historia yako ya utendaji kazi wa jeshi la polisi. Ulisema umepandishwa cheo kuwa full inspector mwezi Juni mwaka huu kwa sababu ya utendaji kazi mzuri. Shahidi Kaya anajibu na kusema ndio. Mheshimiwa Lissu, ni sahihi huu ni mwaka wa 19 uko kazini? Kaya anajibu na kusema kwamba ni kweli. Mheshimiwa Lissu, na katika hii miaka 19 umepanda cheo kwa kuwa polisi constable kuwa inspector, ni hicho tu? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji sasa utaratibu wa kupanda vyeo, kwamba ukiajiriwa kama polisi constable cheo kinachofuata ni koplo. Kaya anajibu na kusema kwamba ni kweli. Mheshimiwa Lissu, kutoka constable kwenda koplo inatakiwa utumie miaka 6 tu. Kaya anasema kwamba mpaka nijikumbushe. Mheshimiwa Lissu, nitakukumbusha. Majaji, naomba nimsomee shahidi PGO kifungu cha 53 sehemu ya 11, inasomeka rank promotion constable before promoted to corporal shall have 6 years of service. Ni kweli au si kweli kwamba ili aweze kuwa promoted lazima awe amefanya kazi kwa miaka 6? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba samahani majaji, naomba aniambie ni ya mwaka gani.
Mheshimiwa Lissu anamwambia shahidi kwamba hiyo PGO ni ya mwaka 2021. Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba lakini jaji, zipo pia kanuni za utumishi wa umma. Mheshimiwa Lissu: mimi mambo ya utumishi wa umma siyajui, nazungumzia mapolisi na PGO hapa. Mheshimiwa Lissu: sasa kuwa koplo, kuwa sergeant inatakiwa kuwe na miaka 3 hapo, unafahamu hilo? Shahidi Kaya akajibu na kusema kwamba hebu nipe nisome mwenyewe, unaweza kuwa unanidanganya. Mheshimiwa Lissu anasema kwa hiyo ni miaka mingapi? Kaya anajibu na kusema kwamba ni miaka 3. Mheshimiwa Lissu: kutoka sergeant kinachofuata ni cheo gani? PGO kifungu cha 53 sema 11 hapo hapo tusomee. Kaya anajibu na kusema kwamba ni staafu sergeant. Mheshimiwa Lissu: hadi hapo ni miaka mingapi jumla? Kaya anajibu na kusema kwamba ni miaka 12. Mheshimiwa Lissu: cheo cha special sergeant kipo hapo? Kaya anajibu na kusema kwamba hicho cheo hakipo. Lissu: umesema wewe ni inspector? Kaya anajibu na kusema ni kweli. Lissu: ili upande vyeo na kupata cheo cha inspector, PGO inasema angalau uwe na angalau miaka 2 ya staafu sergeant. Kaya anajibu na kusema kwamba ni kweli, ila naomba nitoe ufafanuzi. Lissu anasema ufafanuzi si utaki, kaa nao. Lissu: waeleze majaji kama umewahi kuwa staafu sergeant. Kaya anajibu na kusema kwamba sijawahi kuwa staafu sergeant. Lissu: je, kuwa koplo umewahi? Kaya anajibu na kusema kwamba sijawahi. Lissu: ila umekuwa na cheo cha special sergeant? Kaya anajibu na kusema kwamba nimekuwa sergeant. Lissu: mwaka gani? Shahidi: 2021. Lissu: tuendelee na utendaji wako wa kazi kati ya sergeant mwaka 2021 na kuwa assistant inspector imekuchukua miaka mingapi? Kaya akajibu na kusema kwamba imechukua miezi 8 tu. Lissu: je, haya mambo ya vyeo ulisema kwenye maelezo yako ya polisi? Shahidi anasema sikusema. Lissu: kwa hiyo ni sahihi kwamba imekuchukua miaka 15 hadi ukawa sergeant? Kaya anajibu na kusema kwamba ndiyo. Lissu: kwa utaratibu wa PGO ilitakiwa utumie miaka 9. Shahidi anajibu ukiwa na mashitaka hupandi cheo. Anasema kwamba ukiwa na mashitaka huwezi ukapanda cheo, kwamba ukiwa na mashitaka huwezi ukapanda cheo. Ndiyo majibu ya shahidi hapa. Baada ya shahidi kusema kwamba ukiwa na mashitaka huwezi kupanda cheo, Mheshimiwa Lissu anasema sasa tuambie, wewe ulikuwa na mashitaka gani? Shahidi: mimi sikuwa na mashitaka. Mheshimiwa Lissu: kwa nini hukupanda cheo wewe? Maana umetumia miaka 15 kupanda cheo na sio 9 kwa mujibu wa PGO. Shahidi: sio mimi tu. Lissu: nataka wewe hao wengine tutajua. Kaya: mimi sijajua, anayepandisha cheo sio mimi. Lissu: mimi sikusema lolote kuhusu utendaji kazi wako mzuri. Umepandishwa cheo, umesema ni utendaji mzuri. Hujapandishwa, unasema anajua muajiri kwa nini? Shahidi: sielewi kwa kweli. Mheshimiwa Lissu: naomba nimsomee appendix A PGO kifungu sehemu ya 53. Vigezo vya kupandishwa vyeo ni seniority, utendaji yani sifa, na possession on educational qualification yani kisomo na utaaluma. Unakubaliana na hii? Shahidi: hiyo ni general rule. Mheshimiwa Lissu: additional qualification to be considered in good conduct, education, professional knowledge, good manner, sobriety yani usiwe mlevi, na hii unaisemeaje? Shahidi: hiyo nayo ni general rule. Mheshimiwa Lissu: hukupandishwa cheo kwa miaka 15 kwa sababu hufai? Shahidi: sio kweli. Mheshimiwa Lissu: ulisema una shahada ya chuo kikuu ya sheria na umepata advanced diploma ya air condition, hukupandishwa cheo. Shahidi: inategemea nilipata lini hivyo visomo. Mheshimiwa Lissu: sasa nikurudishe kwenye maelezo yako. Waheshimiwa majaji, apewe D1 shahidi. Ushahidi wa tarehe 9 Oktoba ukiwa hapa mahakamani ulibaini kuwa ile video ina viashiria vya jinai. Shahidi: ndiyo. Mheshimiwa Lissu:
Kwa hiyo kwenye hili maneno yako ya kizimbani na polisi yanalingana. Shahidi: ndiyo. Mheshimiwa Lissu: sasa swali langu, umesema wewe ni mwanasheria, waeleze majaji matamshi yenye viashiria vya jinai ni kosa gani kwenye sheria za Tanzania? Shahidi: hakuna nililosema kwamba hilo ni kosa. Mheshimiwa Lissu: na kuuliza, viashiria vya jinai ni kosa gani kwa mujibu wa sheria za Tanzania? Shahidi: sijasema kama kulikuwa na kosa. Mheshimiwa Lissu: kwa hiyo ni kosa gani? Shahidi: hadi ni vi-identify ni viashiria gani? Mheshimiwa Lissu: kama wewe ni mwanasheria, unawezaje kusema kitu kikachunguzwe kama hujaona kama ni kosa? Shahidi: mimi sikuainisha makosa, baada ya upelelezi ndiyo ingejulikana. Mheshimiwa Lissu: je, kwenye patro yako ulisema unaperuzi ili kung'amua makosa ya jinai? Shahidi: ndiyo. Mheshimiwa Lissu: sasa tuambie, uling'amua makosa gani? Shahidi: niliona kuna false information, nikaona niwaambie hii taarifa ya ukweli au sio kweli. Mheshimiwa Lissu: kwa hiyo wewe uling'amua kosa? Shahidi: ndiyo, taarifa za uongo. Mheshimiwa Lissu: je, kwenye maelekezo yako yote ulisema wapi kuna kosa la uhaini? Shahidi: kwenye maelezo yangu sijaandika kosa la uhaini. Mnaenjoy au hamuenjoy hapa jamani? Shahidi amelegea kama mlenda hapa kizimbani, anageuzwa sana hapa na Lissu. Mheshimiwa Lissu: je, kwenye maelezo yako yote umeeleza kwamba kuna kosa la kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni? Shahidi: sijaandika kosa lolote na hilo halipo. Mheshimiwa Lissu: kwa vile wewe umedai ni mwanasheria, ni sawa au sio sawa kusema unafahamu kifungu cha sheria nilichoshitakiwa nacho, yani SC 39 sehemu ya 2D ya Penal Code? Shahidi: nafahamu. Mheshimiwa Lissu: waeleze majaji kama unafahamu kwamba mtu anayesambaza maneno ya kihaini sio yule aliyeanzisha na yeye anakuwa amefanya kosa la uhaini. Waeleze majaji kama unafahamu. Shahidi: inategemea. Mheshimiwa Lissu: inategemea nini? Shahidi: inategemeana na upelelezi. Sheria inategemea upelelezi. Mheshimiwa Lissu: kuna watu wamesambaza hayo maneno ikiwemo Jambo TV, Instagram pamoja na YouTube. Kaya: ni kweli. Mheshimiwa Lissu: ilipelekwa Arusha One Digital. Kaya: ni kweli. Mheshimiwa Lissu: ilipelekwa Clouds Media Instagram. Shahidi: sikumbuki. Mheshimiwa Lissu: ilipelekwa Mwanzo TV YouTube. Shahidi nasema ni kweli nakumbuka. Mheshimiwa Lissu: welete majaji kama unafahamu au hufahamu kama ninakabiliwa na kesi mahakama ya Kisutu ya kusambaza taarifa za uongo. Shahidi akajibu na kusema kwamba nafahamu. Huyu ni Kaya akajibu na kusema kwamba anafahamu kwamba Lissu anakabiliwa na kesi hiyo ya kusambaza taarifa za uongo. Na baada ya shahidi kusema hivyo, Mheshimiwa Lissu anasema waeleze majaji kama kwenye hiyo kesi ya Kisutu umeandika maelezo ya shahidi, na waeleze kama ni kweli au si kweli ulikwisha ama kutoa ushahidi tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Anasimama hapa wakili wa serikali Job Mrema anasema, Mheshimiwa Jaji, hili jambo lilishakatazwa tunakoelekea muda huu. Mheshimiwa Lissu: Mheshimiwa majaji, katika kesi ya jinai ya kuuliza maswali ya mambo ambayo ni irrelevant, upande utetezi kwenye utetezi wanaruhusiwa kuuliza maswali hayo. Mimi sina hicho kizuizi. Wasome kifungu cha AC 156 cha Evidence Act kwamba nini kiulizwe kwenye examination in chief na kwenye cross examination. Pia swali langu la Kisutu ni kuonesha this witness is lying, yani ni kuonesha kwamba huyu shahidi anadanganya. Kuna mambo amesema Kisutu hapa hajasema, anajifanya amesahau. Hili pingamizi halina msingi wowote. Job Mrema anasimama tena kifungu cha 156 cha Evidence Act kwa sababu tayari tuko stopped. Amekaa Job Mrema amesimama na mwanamama anaitwa Ajuae Zengeli. Sisi tulikatazwa, lakini pia na yeye akatazwe. Majaji wanatafakari na kujadili kwa dakika kadhaa hapa.
Jaji Ndunguru anawasha kipaza sauti chake, anasema, nashauri tusiende Kisutu, lakini ukiona ni muhimu we uliza tu. Mheshimiwa Lissu anasema, je, hiyo video ya tarehe 3 ilichapishwa Arusha 1 mwanzo na zichanzo? Shahidi, sikumbuki. Mheshimiwa Lissu, pia yalichapishwa Instagram ya Clouds. Shahidi, nakumbuka. Mheshimiwa Lissu, kutokana na hayo unayoyakumbuka, hawa Clouds kwenye Instagram, Jambo TV, YouTube na Instagram, hawa walioshiriki kwa mujibu wa sheria ya uhaini wamefanya kosa la uhaini? Kaya, inategemea na upelelezi. Mheshimiwa Lissu, je, watu wanaosambaza maneno ya ugaidi na kuyasambaza kwa watu wengine na wao wanakuwa wameshiriki tendo la ugaidi? Shahidi, sikufanya huo upelelezi, kwa hiyo ya ugaidi sifahamu. Mheshimiwa Lissu, je, unafahamu kuna kosa la kula njama kwenye uhaini? Shahidi, najua lipo kosa la kula njama. Mheshimiwa Lissu, je, mimi mshtakiwa ndiye niliyewaalika hao waandishi wa habari waje kwenye mkutano? Shahidi, mimi sikupeleleza. Mheshimiwa Lissu, unamfahamu SSP George Bagiem? Shahidi, ndiyo namfahamu. Mheshimiwa Lissu, yeye alisema mimi ndiyo niliwaalika, wewe unasemaje? Shahidi, mimi sijui, sikushirikishwa kabisa. Mheshimiwa Lissu, hati ya mashitaka inayonikabili inasema kwamba nilitamka hayo maneno ya kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii. Wewe unasemaje? Shahidi, ninapotoa taarifa kwa umma kwa kualika waandishi, maana yake nimeridhia. Mheshimiwa Lissu, sikiliza swali ndiyo ujibu. Tuhuma inasema nilizungumza na kuchapisha. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Shahidi, unapowaalika waandishi maana yake umesambaza. Mheshimiwa Lissu, je, mimi ni mmiliki wa Jambo TV? Shahidi, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, je, mimi ni mkurugenzi? Kaya, mkurugenzi simfahamu. Mheshimiwa Lissu, je, mimi ni mwandishi? Kaya, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, je, mimi ni mfanyakazi wa Jambo TV? Shahidi, hilo nalo sifahamu. Mheshimiwa Lissu, je, nilikuwa na mamlaka au uwezo wowote kuja kwenye mkutano wa tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025? Shahidi, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, je, mimi siku hiyo mimi ndiye nilishikilia video kamera na kuanza kurusha video mubashara? Shahidi, aliyeshika kamera hakuonekana. Mheshimiwa Lissu, ila aliyekuwa anaongea alionekana na yeye ameshika makamera? Shahidi, hapana. Mheshimiwa Lissu, mtu anayeita mkutano wa wanahabari anakuwa na mamlaka kuwaelekeza namna ya kuripoti habari husika? Shahidi, inategemea, sifahamu mambo ambavyo huwa yanaenda. Mheshimiwa Lissu, je, hao waliorusha wa Clouds na Jambo TV sasa waeleze kama kuna hata mmoja ameshitakiwa na mimi? Shahidi, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo unawafahamu washtakiwa wengine? Shahidi, namjua mmoja tu. Mheshimiwa Lissu, kwa nini nimeshitakiwa peke yangu? Shahidi, sijui upelelezi umefikia wapi na mpelelezi wa kesi yupo. Mheshimiwa Lissu, je, unafahamu ule mkutano ulikuwa ni mkutano kati ya mwenyekiti wa chama na watiania wa ubunge Chadema? Shahidi anajibu na kusema kwamba ni kweli anafahamu kwamba mkutano ulikuwa ni kwa ajili ya kuzungumza na watiania huko Chadema. Na baada ya kusema hivyo, Mheshimiwa Lissu anasema sasa hayo maneno yalisemwa mbele ya watu wote hao watiania na viongozi wengine. Shahidi, sijui kama walisikia wote. Mheshimiwa Lissu, unafahamu kuna kosa linaitwa misprision of treason, yani kupata taarifa za kigaidi na usizitoe polisi ni kosa la uhaini, adhabu yake ni kifo? Shahidi, sijui kabisa. Mheshimiwa Lissu, sasa hao wote niliowataja wameshitakiwa kwa misprision of treason, au shida yenu ilikuwa ni mwenyekiti tu awepo jela ili asimsumbue mama? Nani aliyeshitakiwa mwingine? Sema. Shahidi, hakuna aliyeshitakiwa. Mheshimiwa Lissu, nataka tuzungumzie maelezo yako uliotoa polisi. Ueleze majaji nani aliyeandika maelezo haya. Exhibit D1. Shahidi,
ni mimi binafsi. Mheshimiwa Lissu, nani alikuapisha au kukusanya au kukukanya kwamba ukisema uongo ni kosa? Shahidi, hakuna aliyenikanya. Mheshimiwa Lissu, nani aliyethibitisha kwamba hayo maneno ni kweli? Shahidi, ni mimi mwenyewe. Mheshimiwa Lissu, nani alikuwa shahidi yako aliyekushuhudia ukifanya hayo? Shahidi, hakuna. Kwa hiyo alitoa ushahidi yeye mwenyewe, akajiapisha na kujikanya yeye mwenyewe. Na baada ya Lissu kumuuliza hivyo, Mheshimiwa Lissu anasema ni kweli au si kweli kifungu cha 11 sehemu ya 4 cha CPA kinasema maelezo hayo ya shahidi yanatakiwa yaandikwe na polisi mwingine. Shahidi, naomba unisomee kwanza kifungu. Anasomewa hapa. Baada ya kumaliza kusomewa, anaulizwa tena, unasemaje? Shahidi, hakuna kifungu kinachomkataza polisi kujikanya na kujiandika. Mheshimiwa Lissu, mimi niliambiwa mahakama sio mama yangu. Sasa na mimi nawauliza nyie mapolisi, hizi sheria ni mama yenu? Nyie mnadhani sisi raia ndo tunapaswa kutii sheria bila shurti? Shahidi, sio mama yetu ndio. Mheshimiwa Lissu, PGO namba 236 inasema any police officer is authorized to record statement from any person who he believes has knowledge on the matter. Kumbe mnapaswa kuandika maelezo ya mtu yeyote. Tuko pamoja hapo? Shahidi, ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu, ukiendelea kusoma hapo inasema kwamba jambo hilo limeelekezwa kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na inaeleza signature of the recording officer must be there. The recording officer will comment on the witness reliability, kama ni mkweli au vipi. Sasa unasemaje kuhusu yote haya? Shahidi, hapo haijazungumza. Shahidi anasema kwamba hapo haijazungumza. Baada ya shahidi kusema haijazungumza, Mheshimiwa Lissu anasema utajijazia nini kwenye sehemu ya komenti ya kusema polisi atoe komenti kuhusu alichosema? Shahidi, ni uongo au sio uongo? Shahidi, mimi sidhani kama polisi anaweza kusema uongo. Mheshimiwa Lissu anasema nyie mapolisi wa Tanzania ndiyo msiseme uongo. Mheshimiwa Lissu anasema wewe ni aina ya afisa wa polisi wa aina gani usiyefahamu mambo yote niliyokuuliza kuhusu wewe yapo kwenye PGO? Ndio maana hupandi vyeo, we polisi kwa miaka 15. Jaji anasema mshtakiwa, taratibu, tusifike huko. Mheshimiwa Lissu, naendelea sasa, nataka tusome kwenye introduction ya PGO. Pale mwanzo PGO inasema mnatakiwa kuwa na weledi katika kazi ili kufanya majukumu yenu. Sasa wewe kila saa unasema sijui, sifahamu, sio kweli. Utapanda vyeo kama majibu yako ndio haya, hujui kila saa. Shahidi, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, katika maelezo yako ulisema miongoni mwa matamshi hayo, mimi pamoja na hao ambao huwezi kuwajua polisi wanakuja na vibegi vya kura feki. Je, hayo maneno anakuwa amefanya kosa la uhaini? Shahidi, inategemea. Mheshimiwa Lissu, inategemea nini? Shahidi ana buguja hapa. Lissu anasema huna jibu. Haya, tuendelee. Mheshimiwa Lissu, matamshi mengine ulisema ameandika kuwa majaji nao ni watu wa rais, wanataka kuteuliwa vyeo, kwa hiyo mahakamani hakuendeki. Je, mtu akisema maneno hayo ni uhaini? Shahidi, inategemea. Mheshimiwa Lissu, inategemea na mapolisi mtakao mbambikia watu kesi. Shahidi anakaa kimya. Mheshimiwa Lissu, tuendelee. Maneno mengine ulisema nimesema mimi eti rais alisema hakikisheni wapinzani hawaendi kokote. Je, yana shida gani? Shahidi, sidhani maelezo hayo kama yapo kwenye shitaka. Maelezo yangu hakuna niliposema hapa na hapa ni uhaini. Mheshimiwa Lissu, ni sawa wewe hujasema kabisa mimi ni muhaini. Shahidi namba 2, na kuelewa vizuri sana. Sasa tuendelee. Unasema pia nilisema na mimi nataka nichaguliwe kwenye kacheo fulani. Je, kusema hivyo ni kosa la uhaini? Shahidi anaulizwa hapa kwamba kusema hivyo je, ni kosa la uhaini? Baada ya kuulizwa hivyo, Shahidi Kaya anasema sija identify kama ni kosa la uhaini. Mheshimiwa Lissu, pia unasema nilisema mkutano wetu unasema no reforms no election na tutahamasisha uasi ili kuzuia uchaguzi. Je, ni uhaini?
Shahidi anajibu na kusema kwamba ni kosa. Mheshimiwa Lissu, mtu anayetaka kuzuia uchaguzi kwa maandamano au migomo au njia nyingine yoyote isipokuwa kumuua rais, je, ni kosa gani? Shahidi, tuzungumzie maelezo yote kwa pamoja. Mheshimiwa Lissu, kuzuia uchaguzi ni kosa? Ngoja nikutafutie sheria hapa. Unadhani kuwa mwanasheria ni miezi 6 kama ya CCP Moshi kile chuo cha polisi? Sheria sio rahisi hivyo. Sasa nimepata sheria ya wabunge na madiwani. Isome sheria hiyo. Jaji Ndunguru anasema mshtakiwa, kesho ni sikukuu na imeshafika saa 11 na jioni, kwa hiyo naomba tuishie hapo. Mheshimiwa Lissu anasema kesho ni sikukuu gani? Mimi sifahamu, niko jela. Jaji anasema kesho ni Nyerere Day na tunahairisha hadi tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, kesho kutwa. Naomba tukutane saa 3 asubuhi. Mheshimiwa Lissu anasema shahidi, na kusubiri sana kesho kutwa hiyo. Koti imepigwa, tumetoka, tukutane siku ya Jumatano ambapo mahakama itaendelea tena. Kesho ni mapumziko, lakini kubwa tumeona namna ambavyo Lissu akizidi kumhoji maswali. Shahidi, tuachie maoni yako. Kubwa tukutane Jumatano zaidi ili tuendelee kupeana update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kubwa pia tuachie maoni yako.